kukunjua makucha siku ya jana akilaza mabao mawili kwa moja. Na tuko na malaika wa Simba, na kubwa zaidi kwenda kuangazia mchezo wa jana kwa ujumla na mwenendo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Malaika mmeshinda mabao mawili kwa moja, lakini hamjarejea kileleni. Wananchi wako kileleni. Ni kweli hatuwezi kurejea kileleni kirahisi kama mnavyofikiria, kwa sababu ni tayari kwamba Yanga Africa yuko pale juu kwa pointi 2. Sasa ili tuweze kurejea lazima yeye pia apoteze mchezo mmoja. Kwa hiyo sisi hatuchezi kwa ajili ya kurejea kileleni, tunacheza kuhakikisha tunashinda michezo yetu yote. Sawa. Sasa kileleni tunamwombea yule adui yetu ambaye kule juu kule, sawa, hawezi hata kuteleza, hata kidole kimoja kivunjike. Unaona ni nani anaweza kwenda kujibu maombi yenu haya? Ni haya maombi yanakaribia kujibiwa wakati tu ambao tayari ushafika tayari. Na namuona kabisa pale tarehe 18 kijana mdogo au vijana wadogo ambao ni energy kubwa, vijana kutoka katika maeneo fulani wanaenda kutuheshimisha katika taifa hili katika sare ya mpira. Simba tunaenda kubarikiwa siku ya tarehe 18 ambayo ni Fountain Gate. Fountain Gate? Yes. Mna imani na Fountain kwenda kumsimamisha? Sio tuna imani, malaika wa Simba muda mrefu sikuwa katika duniani. Sasa nimerejea duniani. Nimerejea kwa sababu ya jambo moja tu, kuhakikisha kwamba Simba Sports Club tunaweza kuchukua ubingwa msimu, iwe mvua iwe jua. Kama wewe ulishindwa, Fountain atauweza mfupa huo? Mimi sijashindwa. Yaani ukisema mnyama Simba Sports Club eti nimeshindwa kwa ajili ya kumshanyenta Yanga Africa, wewe mwandishi utakuwa una unyevunyevu na hiyo timu ya chua aka Yanga Africa. Mimi nilishamshanyenta goli moja tarehe moja, waamuzi wakafanya vitu vyao, lakini mechi ya pili Mungu anayetoka msaidia akatoa 2-2. Kwa hiyo mimi sijamshindwa, bali Mungu Yanga alikuwa katika upande wake pamoja na mashindani wake. Lakini ukiniambia mimi nimshindwa, sijamshindwa. Ila niseme kitu kimoja, kama mimi nilimshindwa, lakini hawa Dodoma walimshanyenta. Jana tumemsikia kocha akilalamika akisema ya kwamba mlikuwa mkipoteza muda mara baada ya kupata goli la pili. Ni wazi ya kwamba mbinu mlizidiwa siku ya jana ndio ikapelekea ninyi kuweza kupoteza muda kwa kutaka mchezo uweze kumalizika. Waenda alisema kwamba kunya aliyekuwa kina bata kaarisha. Kiwa na maana gani? Baada ya Pamba Jiji kusawazisha lile goli, mkijaribu kurejea matukio mengi ya mpira ya jana uwanjani, wao ndio walikuwa wanaongoza kupoteza muda. Na mpaka ukiangalia, sawa, kuna tukio lilifanyika baadaye refari akatoka janjano ambaye alifanya stoka hao. Ni yote kwa sababu ya kupoteza muda. Sasa kwa sababu baada ya mambo mbadilika, Simba tumepata goli, siku zote kwenye mpira tushaongoza tayari na muda unaenda. Hii timu imepanda ndege ndio kwa mara ya kwanza. Labda nawaibia siri. Ndio kwa mara ya kwanza Pamba Jiji hawajawahi kupanda chopa aka ndege katika maisha yote ya mpira. Lakini juzi wamepanda ndege kuingia nchi hii. Lakini baada ya ndege peke yake wamekodiwa hoteli babu kubwa, wamekula kila kitu. Unamaanisha Pamba hawezi kufanya hayo? Hiyo pesa umetolea wapi? Na wenyewe wana uwekezaji. Sisi tunajua kitu ambacho watu hawaelewi. Hakuna timu yote sasa hivi, ninawaibia siri waandishi habari. Na Tanzania yote, hakuna klabu yote duniani sasa hivi au Afrika inatamani kukutana na mnyama Simba Sports Club. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba Pamba jana walikuwa wako kimaelekezo? Sio, inaonekana walimwona mwamuzi atakifanya kipi? Ile foul dakika za nyongeza, dakika 4 za nyongeza. Hebu niambieni Watanzania na wao waandishi wa habari, ile kama wewe ndio refari umefumba macho hujaona, uweki penalty ile? Ngariba Mpanzo Kidi Sewala anafanywa foul ndani ya 18, unategemea nini? Lakini jana foul nyingi zimefanyika, refari ameacha kadi alikuwa anatoa za kuvizia. Maana yake nini? Jana ilikuwa ni maelekezo yaliyokithiri. Mwamuzi hakuwa upande wenu? Sio upande wetu, mwamuzi hakuwa mwamuzi wa kimchezo. Yaani sisi hatutaki mwamuzi upande wetu. Simba tunajiweza. Simba hatutaki kubebwa. Simba pila linapigwa na kushinda tunashinda. Utake tunakufunga, usipotaka tunakufunga. Hiyo ndio slogan ya Simba. Kila mtu ashinde mechi zake. Hii mikakaa vipi kama inakwenda hivi mpaka mwisho wa msimu? Tafsiri yake ya kwamba Yanga anakwenda kuwa bingwa. Mimi siwezi kusema, na mshabiki wote wa Simba Sports Club niwaambie, hiyo kauli wanapasa waifute. Wakisema kila mmoja ashinde mechi zake, maana yake tayari katika maandiko sisi tunajionea mabaya. Yanga akishinda zote, yeye ndo bingwa. Si ukishinda zote tumekosa ubingwa. Sasa tunasemaje kwamba kila mmoja ashinde mechi zake? Hapana. Adui muombe njaa.
Njaa ipi hiyo? Sawa. Adui muombee njaa. Sisi tunasema kama mashabiki wa Simba, sawa, tunamwombea Yanga Afrika hiwe isiwe muda wakati wote, apoteze mchezo hata mmoja, sio asare, afungwe. Tunamwombea nyuma mwiko aka Chula FC, sawa, wapoteze mchezo hata mmoja, ili mradi Simba tuweze kuwa mabingwa katika nchi msimu huu. Wakati unaomba dua hilo, ni upi ambaye unaona sasa anaweza kwenda kutimiza dua hilo? Tuna safari ziko mbili. Safari yetu ya kwanza ipo tarehe 18 kwa Fountain Gate. Unajua Fountain ukiangalia kama ni vijana, yani kama ni wadogo wadogo, lakini balala Fountain Gate kamuulize TRA. Lakini mechi ya pili ambayo tunafocus ni mechi ya TRA. Tuna maagizo tumempa TRA. Tuna maagizo tumempa Chobwedo, kijana mdogo ana miaka 22. Winga kizamani. Sawa, winga kizamani wote kwa melogwa. Kijana mdogo, sawa, mwenye miaka 22. Winga anakimbia kama maji katika mto, winga anateleza kama ganda ndizi. Hakuna winga bora nchi sasa hivi katika mawinga hawa ndani, ukimtoe Libase. Kwa hiyo mmempa maelekezo. Tumempa maelekezo kwamba iwe isiwe tunataka Yanga hafungwe. Kwa sisi Simba tumetulia kimya. Kama si wajinga, unaambiwaje? Maji yakitulia, haya maji usiyachovye kwa mguu. Chukua mtu yafanyaje chovye uone. Je, yana kina kirefu au kina kifupi? Wananchi wanapaswa tu kujua ubingwa bado wa moto. Yaani ubingwa ninawapa taarifa leo ndio kwa mara ya kwanza. Tumebakiza mechi ngapi? Mechi 4. Tu. Sawa. Ni chache. Mechi 4. Sawa. Kwa mara ya kwanza ninaambia Yanga Afrika wakae mkao wa kula. Muda wote hali kwao inabadilika kuwa mbaya. Unasema? Ninawapa taarifa Yanga Afrika aka nyuma mwiko. Muda wote kwao hali inabadilika kuwa mbaya na mizozo na malumbano itaanza kama walivyosema wao wanajenga uwanja. Hiyo mizozo na malumbano inakuja vipi sasa? Sasa unajua, yani wao wakifungwa tu kocha yupo. Sio madhuri, wao wataka kufungwa. Kwa hiyo maana yake ni timu ya watu duniani isiyopenda kufungwa. Who are you by the way? Wao wanapenda kufungwa. Una mpira gani? Dube ndio striker wao, anapata nafasi 10, anafunga moja, hapo pande kufungwa. Ni mko sawa kweli? Na mimi nasema kwamba Simba tunahitaji ubingwa. Yanga tunamwombea adui yetu Yanga hapoteze mchezo mmoja, ili Simba tuibuke kuwa washindi wa ligi hii msimu huu. Tukipoteza msimu huu Simba kiuhalisia, Yanga watakuwa wametupiga gap kubwa ambalo kuja kulirejesha katika ile kawaida ni ngumu sana. Atakuwa yeye ametangulia, amechukua mara 5 mfululizo. Sisi tunachukua mara 4. Malaika, tukiangalia